Hii ni Maisha Kamili, twakufungulia Biblia uyaone maisha. Mfuatiliaji wetu rafiki kipenzi, tunakukaribisha tena siku ya leo ambayo ni siku ya Jumatano. Siku ya Jumatano tuna somo zuri linalosema Musa kiongozi mcha Mungu. Kumbuka jana tulimwona Enoko alivyotembea na Mungu wakazungumza. Leo sasa tunakuja kwa shujaa mwingine kwa jina la Musa. Musa ni kiongozi aliyekuwa mcha Mungu. Kabla tujaendelea kumwona huyu Musa, tupate kuomba. Amen. Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu, tunalitukuza jina lako kwa neema na rehema zako. Amen. Umetujalia nafasi nyingine tena ya kujifunza. Tunakualika uwe katikati yetu ukitufundisha na ukitujalia usikivu mwanzo hadi mwisho. Ni katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Amen. Musa. Katika watu ambao tunaweza tukajifunza kuomba kutoka kwao na kukuza ushirika wetu na Mungu, Musa ni mmoja wapo. Kumcha Mungu. Twende kwenye Kutoka sura ya 33, kuna kisa pale. Kutoka 33 mstari wa 15. Kutoka sura ya 33 fungu la 15. Tutasoma baadhi ya mafungu. Twende tuanzie hapa 15. Tuanzie 15. Naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa. Kwa maana itajulikanaje kuwa nimepata neema mbele zako, mimi na watu wako? Sio kwa sababu unakwenda pamoja nasi, hata mimi na watu wako tutengwe na watu wote walio juu ya uso wa nchi. Bwana akamwambia Musa, nitafanya na neno hili ulilolinena, kwa maana umepata neema mbele zangu, nami na kujua jina lako. Akasema, nakusihi unionyeshe utukufu wako. Akasema, nitapitisha wema wangu wote mbele yako, nami nitalitangaza jina la Bwana mbele yako, nami nitamfadhili yeye nitakaye mfadhili, nitamrehemu yeye nitakaye mrehemu. Kisha akasema, huwezi kuniona uso wangu, maana mwanadamu hata niona akaishi. Bwana akasema, tazama, hapa pana mahali karibu nami, nawe utasimama juu ya mwamba. Kisha itakuwa wakati unapopita utukufu wangu, nitakutia katika ufa wa ule mwamba na kukufunika kwa mkono wangu hata nitakapokuwa nimekwisha kupita. Nami nitaondoa mkono wangu, nawe utaniona nyuma yangu, bali uso wangu hautaonekana. Sasa umeona maongezi ya Mungu hapa, Musa na Mungu, Mungu na Musa. Kisa hiki kinatokea baada ya ule uasi wa wana wa Israeli wa kutafuta kutengeneza Mungu mwingine awarudishe Misri. Baada ya kwamba Mungu amewafanyia yote haya, aliingia kuombea wana wa Israeli. Maana Mungu alisema, mimi sitaki kutembea na ninyi watu, nitatuma tu malaika. Angalia jinsi alivyoinama mcha Mungu huyu akimsihi Mungu, akasema, usipokwenda pamoja nasi usitutoe hapa. Enoko alitembea na Mungu. Akataka utukufu wa Mungu utembee pamoja nao jangwani, akasema, sisi tutaonekana ndio tumetengwa na watu usipokwenda pamoja nasi. Yaani tutakuwa ni watu wa kuhurumiwa kabisa. Twende, utatutofautishaje na mataifa? Twende pamoja.
akamsisa na argument, hoja yake ilikuwaje? Usipokwenda nasi usitutoe hapa. Ulishaona mtoto yule mdogo, wewe unataka uondoke nyumbani, anataka akusindikize mwende wote, jinsi anavyong'ang'ania. Ndio omba ya Musa. Alimng'ang'ania Bwana. Hivi unajua, unapoingia kwenye maombi unatakiwa uingie na shauku ya kutafuta uso wake. Angalia, ameomba Mungu amuonyeshe uso wake. Anasema sasa, si umesema utaenda pamoja nasi, umekubaliana na mimi, nionyeshe utukufu wako, nionyeshe uso wako. Mungu anasema rehema zangu, uso wangu utauona. Uso pia unasimama badala ya kibali. Wewe umepata kibali mbele zangu, ninakufahamu jina lako. Wewe sikia, Mungu anakuambia nakujua jina lako, ninakujua wewe, na nitajifunua kwako, kwa sababu nakujua, na mimi nitajijulisha kwako, nitajifunua kwako katika rehema, huruma, fadhili na nini. Lakini Musa alikuwa kama anataka zaidi hiyo, anasema physical, yani kimwili pia. Twende damu bwanangu, uniguse na mimi nikuguse, nataka tu tushikane mikono. Mungu alimkatalia, alimkubalia? Alimkubalia. Utukufu wake aliuona, kuona aliuona. Tena alifanya huruma, maana akasema wewe huwezi kuniona ukafanyaje? Ukaishi. Utukufu wangu nitakuficha kwenye ufa wa mwamba, utaona mgongo wangu. Ila kuna watu waliobarikiwa kuona uso wa Mungu katika Biblia. Nani? Tena walipomwona wakuamini, akasema tuonyeshe Baba. Kina Filipo, Yohana 10 Injili ya Yohana 10 na ngapi pale? 14. Akasema tuonyeshe Baba. Mungu, Yesu anasema mmekwisha kuniona. Sawa. Aliyeniona mimi mmemuona Baba. Yaani kwa lugha nyingine, Mungu ndio akatafuta pale, alimficha kwenye mwamba. Lakini ili adhihirishe uso wake moja kwa moja, ilibidi sasa yeye ajifiche katika ubinadamu, ili sisi tuweze kuona sio mgongo wake, uso wake. Na sasa kama Musa alivyoweza kutembea na Mungu, kumcha Mungu, leo kupitia Yesu Kristo, unajua hamu ya Musa ilikuwa ni kumuona Mungu katika maongezi, kwamba mimi naongea na wewe tu sauti, mimi nataka uso kwa uso, live. Na kwa kweli kwa nafasi yake alipata. Leo hii tunaweza tukaongea uso kwa uso na Mungu kupitia Yesu Kristo. Amen. Katika ubinadamu wa Kristo Yesu. Yesu alikuwa ni binadamu kama sisi. Tunaweza tukauona wema wake, uzuri wake, nguvu yake, uweza wake katika Yesu Kristo. Amina. Amen. Musa ananibariki sana. Na hasa alipokuwa anaombea watu. Hapa alikuwa anaombea wana wa Israeli, Mungu atembee pamoja na wana wa Israeli. Kuna wakati alimwombea kaka yake Haruni. Haruni wakati wa uasi ule wa ndama pale na nini, aliharibu sana. Mungu alikasirika, akamwombea. Miriam naye alikuwa anaona wivu kwa habari ya wifi yake. Mke wa Musa alikuwa ni Mkushi, sio Mwisraeli wa damu. Sema vibaya, Mungu akakasirika. Musa akaingia kumwombea. Huyu Musa pia alikuwa ni mtu wa kuombea wengine. Alikuwa ni mtu wa maombezi. Mtu wa maombezi. Kiongozi mcha Mungu. Na Mungu anapenda waombaji wa namna hiyo, sio tu wanaojiombea, wanaombea na wengine kama Musa. Amen. Mpaka sasa hivi tumejifunza habari ya Henoko. Tumejifunza habari ya Danieli. Tumejifunza habari ya Musa. Nani zaidi hapa anayekugusa tena? Katika wote hao aliyezidi? Aliyezidi bado Danieli. Mtu wako Danieli. Rafiki yangu, sijui wewe aliyezidi ni nani, lakini naamini unazidi kubarikiwa na wote ambao wanazidi kutufundisha. Ni mashujaa wa maombi, wanatufundisha namna ya kumkaribia Mungu, kuhusiana na Mungu kupitia maombi. Tuombe. Baba, tunakushukuru kwa mifano hii iliyotangulia mbele yetu. Neema yako inatosha, tubidishe, tuwezeshe kama Danieli, kama Henoko, kama Musa. Bariki mtumishi wako pia ambaye anashirikiana nasi katika vipindi hivi, umpatie nguvu ile ile uliyowapatia watumishi wako wa zamani.
katika kuomba, katika kukua katika imani, upendo na tumaini. Ni katika jina la Yesu. Kwa masomo mengine tulete tena, tunaomba kwa jina hilo. Amina. Amen, amen. Basi mfuatiliaji wetu, hapo ndipo tumefika mwisho kwa siku ya leo, ambapo tumeona kiongozi Musa alivyokuwa mcha Mungu. Amen. Siku ya kesho tuna somo, tunazidi kumwangalia huyu Musa, lakini afanye maombezi kwa ajili ya taifa. Sawa. Yaani kwa namna alivyokuwa anaombea taifa la Israeli. Tuje siku ya kesho, usikose. Mwenyeji wako mimi Geoffrey Omondi. Enos Makalindile. Unazidi kutupata kutoka Temboni, Dar es Salaam, Tanzania. Karibu sana. Amen.